Tunakushukuru asubuhi ya leo, tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu ya kututembelea Bwana. Asante ni kwa sababu ya kunena na mioyo yetu. Asante ni kwa sababu ya ubali ambao umetutoa Bwana. Umetuigisha katika mwaka mpya wa ushindi, mahali ambapo umejihami kutembea nasi na kutusaidia. Nasi Bwana tunaombea mioyo yetu kutakazika zaidi, ili kusudi lako juu ya maisha yetu likaweze Bwana kukamilika, ili kile Bwana unatafuta ndani yetu Bwana ukaweze kukipata. Si ni wewe ulikusudia Bwana kupata nabii, na wewe Yohana Bwana akawa anatafuta mtoto. Si wakati mawazo yako na yake yaliunganika, Baba wa mbinguni ukimtembelea kumfurahisha, na yeye Bwana alitimiza haja ya moyo wako. Jehova, unapokuja Bwana na kufurahisha mioyo yetu, si ikawe ni katika mapatano yetu na wewe ya kufanya nasi tukatimize kusudio la moyo wako. Tusaidie Bwana, tusaidie Jehova, ili katika kutubariki na kutuinua upande wako Bwana tukafanye sifa na utukufu zikaweze kukurudia Bwana. Ninaombea moyo wa kila moja ambaye umeinua asubuhi ya leo, wote ambao Bwana umeamsha asubuhi njema, ili Bwana wakaweze kulitafuta jina lako. Ninawaombea neema na rehema ya kwamba mwaka huu Bwana hatutatupa ngumi zetu hewani, wakati unatutembelea kutubariki na mambo yale tunahitaji, na sisi tutakuwa tukitimiza haja ya moyo wako. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana mwaka huu Bwana, katika Wakristo na katika kanisa. Wacha ukawe mwaka wa kukutana na mawazo yako. Wacha ukawe mwaka wetu kumiti na wewe Bwana. Wacha ukawe mwaka wetu Bwana wa kutimiza kile umekuwa ukitafuta. Maana Bwana tukikupendeza Jehova, utajitukuza na maisha yetu Rabii. Wakati Esther alisimama Bwana, si uliweza kujitukuza na maisha yake na Mordekai? Falme, mwaka huu tunauita mwaka wa kukutana na wewe. Tusaidie Bwana, kule hatujawahi kutana na wewe bereni. Ulitutafuta Bwana tukawa nje ya mawazo yako. Ulitutafuta Bwana tukawa bali na mawazo yako. Jehova, mwaka huu tumesogea karibu Bwana. Kubali kutuongoza katika njia zako. Tamanio la moyo wako Bwana, tusaidie tukafanya likamilike. Twasema ni asante Bwana, twakutukuza, twakuinua, maana wewe ni Mungu mwema. Tunapoendelea katika neno lako, Roho wa Bwana shuka ukaweze kunena nasi. Ninapoenda kuachilia neno hili kwa watu wako, ukanitumie kama chombo chako Bwana, ili kusudi lako na mawazo yako yakaweze kutimia juu ya kila mmoja wetu. Twasema ni asante, twakuheshimu na twakuabudu, maana ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, kushukuru na hata kuamini. Amen. 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 Shagiria Bwana Yesu vizuri kwa makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuketi kwenye kiti chako cha baraka na Mungu wetu atakubariki. Amen. Ni asubuhi ingine njema, ninawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana, na nimeokoka. Kristo ni Bwana, amenitenda mema. Furaha yake ya wokovu iko ndani yangu. Kwa hivyo moyo wangu umetamani kumpenda Bwana na kutembea karibu na yeye, ili akaweze kunijulisha njia zake na mawazo alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nawakaribisha asubuhi ingine njema, na wewe nisaidie kukaribisha rafiki aliye karibu na wewe. Hakikisha at least umekaa karibu na mtu, ndio unaweza kumsalimia na kumwambia karibu sana katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili tunapokaribia katika nyumba ya Bwana, kuna mambo ambayo na yeye atatunenea na tutaweza kuyasikia. Neno la Bwana linasema wakati Musa alikuwa pale kichakani, alipoona moto ukiwaka, aliamua kusogea karibu. Na aliposogea karibu, hapo ndipo Bwana aliweza kumunenea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nami tamanio la moyo wangu ni ya kwamba sisi zote tukatamani kusogea karibu na Bwana. Maana tukisogea karibu na yeye Bwana, na yeye atatuzungumzia, na kile atatuambia tutaweza kukishika na tutakielewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nawakaribisha sana wote tunapoendelea katika ibada zetu za asubuhi. Tumekuwa na wiki mzuri ya baraka, na pia siku ya leo ambayo ni siku ingine, ninafurahia Bwana kwa sababu atazidi kutunenea. Siku ya leo nataka kuongea kuhusu ya kwamba sisi ni washindi na tutaushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. We must conquer the world. Lazima tuushinde ulimwengu, kwa sababu Bwana ametuita ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe.
because we are more than a conqueror. Lazima tukonge the world. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo tumetembea katika safari ya kujitakaza, safari ya kumwambia Bwana nioshe. Na unajua hapo ndipo mwanzo wa mtu wa Mungu kupelekana na Mungu. Mungu hawezi akakutumia kama wewe mwenyewe hujatakazika. Bwana asifiwe. Alikuwa ameweka nabii wake, alikuwa anaitwa Isaia, na alikuwa anajua ya kwamba huyu nabii ndio atatabiri hata kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo. Lakini vile alikuwa, ilibidi kwanza Mungu amumulike, ili katika kule kumumulika yeye atakazike, afanyike chombo ambacho hakitajiunganisha na maneno ya kawaida. Ndio katika ulimi wake kuwekwe maneno ambayo inaweza kutangaza kuzaliwa kwa Bwana Yesu, naye macho yake iweze kusafishwa ione bali. Alisema ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona vile Mwokozi atakuja, akasema ameona vile kutakuwa na chipukizi. Kwa sababu gani? Mungu alitangulia na kumutakaza yeye. Kwa hivyo nasi Bwana ametangulia na kututakaza, na zaidi tutaendelea bado kujitakaza. Maana neno la Bwana linasema ya kwamba katika nyumba kubwa kuna vyombo za aina nyingi. Kuna vyombo za dhahabu, kuna vyombo za fedha, kuna vyombo za bao, kuna vyombo za matope, kuna vyombo za nyasi. Lakini akasema katikati ya hizo vyombo zote ni kila moja achukue jukumu la kujichagulia anataka kuwa chombo cha aina gani. Bwana asifiwe. Ukijichagulia kuwa chombo cha nyasi, tutazidi kutembea kwa pamoja tukiwa katika nyumba ya Bwana. Lakini ukumbuke Bwana akasema hizi kazi zote zitawekwa kwa moto. Bwana asifiwe. Ndio watu waambiwe wametokea, kazi zao ni kupitishiwa, zitapitishiwa kwa moto. Sasa kama wewe ulikaa kwa nyumba ya Bwana ukiwa chombo cha nyasi, na unajua chombo cha nyasi si ni chombo huwa kinaweza kupeperushwa na mawimbi mahali popote. Upepo ukikuja pale nje ukute nyasi iko hapo, inaweza ingine kupelekwa hivi, kupelekwa hivi. Kwa hivyo chombo cha nyasi ni kusema ni watu wale wananenaga maneno ya kila aina. Bwana apewe sifa. Wako katika nyumba ya Bwana. Upepo ukikuja unanena hivi, wananena. Upepo ukikuja unawapeleka na huku yani hawanaga msimamo. Praise be to God. Maana nyasi ni kitu kiepesi sana, kinaweza kuvurutwa. Upepo ukikuja mkali unaweza hata kurukisha juu unaleta chini. Hao ndio watu wanagonganaga sana, maana akirushwa juu arudi chini, si atakalia mtu, atagonga mtu. Lazima kutakuwa na shida. So akasema kazi hiyo ikifika kuwekwa kwa moto, nyasi lazima itateketea. Bwana asifiwe. So ni jukumu lako kujichagulia unataka kuwa chombo cha aina gani. Chombo cha matope nacho kukiwa na jua kali lazima kitaweza kuanguka. Bwana asifiwe. Chombo cha bao pia kipitishiwa kwenye moto pia kitateketezwa. Kwa hivyo ni vizuri kujiuliza asubuhi ya leo, mimi ni chombo cha aina gani? Lakini akasema wanaotamani kufanyika vyombo za dhahabu, vyombo za heshima, lazima wajitakaze, ili hata wakati watapitishiwa kwenye moto watapita. Bwana apewe sifa. Sijui kama wewe uko katika huo utakazo, ama unasemaga hii maombi ya kuambiwa tujitakaze ni mingi sana. Kama unataka kuwa chombo cha heshima ndio uweze kukonga the world, maana hakuna chombo kitakonga the world kama si cha heshima. Bwana asifiwe. Chombo cha nyasi hakiwezi kikakonga the world. Chombo cha matope hakiwezi. Hata cha bao hakitaweza, maana kama itakuwa kunapitiwa mahali kuna moto sikitateketea. Lakini dhahabu ndio peke yake itaweza kupita. So ni vizuri uniulizie jirani yako, wewe unaona kama wewe ni chombo gani? Wewe ni kutusidikisha, unatusidikishaga kwa nyumba ya Bwana ama tunaenda? Muulize hivyo. Ama ni kukusidikisha? Na asiwe mwenye anakuuliza yeye ndiye anakutusidikisha. Anakuambiaje? Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kujiangalia. Hapo ndipo mtu anafikaga sasa unajifanyia kazi. Unasema mimi sitashughulika na vile watu wengine wanafanya. Sitaangalia vile wananena. Nitajiangalia, je, mimi nimekubalika na Bwana? Bwana asifiwe. Ni mambo gani Mungu unatafutaga ndani ya watu wako ili uweze kuwakubali? Je, mambo hayo yako ndani yangu? Unapojiangalia hivyo, sasa utaanza kujiona ile level huko. Maana hapo ndipo Mungu ataanza kukunenea, hata kwa maono, hata kwa ndoto. Anakuonyesha ndio umevaa viatu zako ama ndio umevaa kaguo lakini ni kafupi sana, refusha kidogo. Bwana asifiwe. Unaanza kujifanyia kazi. Na hapo ndipo Mungu anataka kanisa lirudi ili liweze kukonga the world. Maana kanisa ndio lipatiwe hiyo power. Lazima liwe limeondoka katika maneno mengi ya watu. Kanisa halitaangalia mambo vile inatendeka. Lazima jicho la mtu wa Mungu liwe limefunguliwa, aweze kupatiwa uwezo huo wa kukonga the world. Na akiweza kukonga the world,
atajua ya kwamba I'm not just a survivor. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hautakuwa tu survivor ati wewe uko tu hapa duniani tu. Bwana asifiwe. Utakuwa ukijua uko hapa duniani kwa kusudi la Bwana na wewe ni zaidi ya mshindi. Praise be to God. So nataka katika kitabu cha John chapter number 16 and verses 33. John chapter number 16 and verses 33. Neno la Bwana linasema ya kwamba These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Kwa hivyo Yesu alikuwa anatayarisha watu wake, wanafunzi, na unajua wanafunzi sio watu wote. Wanafunzi ni watu wale wanafuata Yesu na wanamtii. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye anaweza kaa katika darasa afundishwe, aweze kushika kile ambacho anafundishwa. Akawaambia hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Kwa kuwa ulimwenguni mnayo dhiki. Kwa hivyo hakutuficha. Alituambia hapa duniani kuna dhiki. Na hii ni matayarisho ndio uweze kujua mambo yale unaona ukiwa duniani, uwe tayari umetayarishika ya kwamba katika dunia utapata dhiki. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukipata mateso ingine inakuja katika maisha yako, wewe elewa wewe ni zaidi ya mshindi. Na mtu ambaye ni zaidi ya mshindi, ukipata majaribu mengine yanakuja, isifanye utete sana ama ulalamike. Si Yesu alitangulia kutuambia ndio tuadalike ndani yake tuwe na amani. Wewe ujiandae kuwa chombo cha heshima. Unajua kuna watu wengi wanataka Mungu awabariki, lakini hawataki process ile Mungu anapitishaga watu ndio watu wabarikiwe. Na ndio unaona watu wengi, kwa sababu ulimwengu ambao tuko ndani yake na dunia ile ambayo tuko ndani yake iko na watu ambao hawataki kulipa gharama. Wanataka baraka za haraka haraka. Na ndio unaona hata mambo mengi yamekuja sasa. Adui Shetani ameinua mambo mengi sana katika ulimwengu ili hata watu wengi wapende vitu za bure, vitu za haraka haraka, kitu ambacho haujachokea. Bwana apewe sifa. Nazo katika hizo vitu ndizo zimefanya wengi sasa wananena maneno ambayo ni kinyume sana na mapenzi ya Bwana. Kwa sababu gani? Alisema ametuambia mambo haya ili tupate amani ndani yake. Kwa sababu ulimwenguni mnayo dhiki. Hapa lazima ujue kama wewe ni ile material ambayo Mungu anataka itokee. Ikiwa mtu ambaye atakonga the world, lazima kuongea kwako, kuwaza kwako ukuangalie sana, kwa sababu mambo mengi yanakuja katika maisha yako. Inakuja ikikaa dhiki, lakini ni mitihani ya kufanya upite. Bwana apewe sifa. So sijui unaadalika namna gani, because watu hawa wanapewa huu uwezo wa kushinda ulimwengu. Ni lazima utakuwa umekanyagia ulimwengu chini, pamoja na binu zake, pamoja na maneno yake maovu, pamoja na silaha zake baya. Lazima ukuwe umezikanyagia chini, na mtu kama huyu lazima avalishwe kiatu cha nguvu. Bwana apewe sifa. Kiatu hiki cha nguvu ni kile kinaweza kukanyaga nyoka. Kwa hivyo ukiona nyoka, wewe si kwanza utaanza kuteta Mungu, sasa unaona hii ni nyoka inataka kuniuma na mimi ni mtu. Hapana, mtu wa kukonga the world hasi wa kunena maneno ya aina hiyo. Ni mtu ambaye anajua wewe ni nyoka na mimi nimepewa uwezo na nitakukanyanga na unakanyanga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa aina hiyo sio wa kuteta, because Yesu tayari alitutangulisha na akatuelezea ya kwamba dunia hii mimi nimeenda, lakini mjue duniani kuna dhiki. Ni wangapi tunatumikia Bwana lakini hatukumbuki ya kwamba duniani kuna dhiki? Dhiki kikupata unakuta watu wamenena mingi kwa sababu hatukumbuki hili neno. Si tuliweke ndani ya mioyo yetu, liwe linafanya tukumbuke. Nikikosa pesa, hiyo ni dhiki moja ya ile Yesu alisema. Kwa hivyo wewe binu ya kukosa pesa, wewe shetani wa kuinuka ndio mambo yangu ikamatwe, ninakukanyagia chini. Sitateta kwa sababu ya kukosa pesa, lakini nitatumia ile mamlaka Bwana umenipatia na nitakanyagia hiyo roho chini. Bwana asifiwe. Na ndio unaona Yesu alitusaidia akatuonyesha wakati alikutwa na shetani pale mlimani. Anamwambia fanya mawe iwe mkate. Alikanyagia hiyo pepo chini. Akaiambia sio mkate peke yake unaweza fanya mtu aishi. Bwana apewe sifa. Mungu akitaka uishi utaishi kwa neno lake. Anaweza kufanya njia na njia zote. Si ni yeye alilisha Elija? Elija si mkate alikuwa ameitisha ama nyama.
Yeye alifuata neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu kulitii linaweza fanya uishi hai. Kuishi hai ni kumaanisha nini? Wakati unatii hilo neno la Mungu, Mungu huwa ana provide akifuata neno lake. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa anataka kumaanisha kwa shetani. Ati Mungu ndiye ameambia Elijah, ondoka hapa katika hii nchi, katika mji huu maana kuna njaa, enda katika kisima. Si Elijah alitii neno? Neno hilo likafanya aishi. Mwathani agocwo. Maana kule nyama ilitoka wakati yeye ni kutii tu alitii neno. Wapendwa, kile Mungu anataka kama kanisa lake. Na ndiposa Yesu alitangulia kutuambia hatutaeleweka na dunia. Na wapendwa, usitazamie ueleweke na dunia. Nimekuja kukwambia dhiki iko, na usiangalie dunia ikuelewe, haitakuelewa. Maana wewe wakati umelala wakati wa usiku, Mungu ako na uwezo wa kukunenea. Ukitii neno lake utaishi. Because vile anakuambia ndio akutafutie uhai. Bwana apewe sifa. Elijah alipoenda pale, Mungu aliamulisha kuguru. Kwa nini hakuamulisha watu? Ndio kusiwe na mtu ambaye atajipiga kifua aseme ni mimi nimefanya Elijah aishi. Bwana apewe sifa. Mungu alitaka kutuhakikishia ya kwamba neno lake linaweza fanya mtu aishi. Praise be to God. Akajua sitatumia mwanadamu. Unafikiria ni watu wangapi walikuwa huko matajiri nyakati hizo? Wamejaza nyama kwa fridge. Wengine ndio wanauza mabuchare. Na Mungu angewaamulisha awaambie kila siku, hata hii ng'ombe unanunuaga sijui kama unatoaga fungu la 10. Mwathani agocwo. Tutatoa fungu la 10 hata kama linapingwa. Bwana apewe sifa. Maana hata hiyo sauti ya kupiga na nikile Bwana alisema, tutaikanyagia chini hata hiyo. Bwana asifiwe. Angekuta mzee mmoja anauza nyama na akona ng'ombe mzima, amuulize hii ng'ombe ulinunua ya kilo ngapi? Kilo 100. Kilo 10 uweke kado upelekee Elijah. Si angefanya hivyo? Maana kilo 10 ni fungu la 10. Mwathani agocwo. Lakini wakati huu Mungu alikuwa anataka kudhihirisha neno lake liwe hai. Aonyeshane mimi naweza tumia kuguru. Naweza kutumia kitu ambacho hakina akili. Bwana apewe sifa. Because Mungu akitaka kulisha watu wake, sio lazima atumie zile njia tunajua. Anaweza kutumia any njia ambayo inaweza fanya wewe uishi. Bwana asifiwe. So Yesu akatuambia, kumbukeni duniani, ulimwenguni mnayo dhiki. Utateswa. Mateso ile yote itakuja ikiwa imekuelekea. Ni watoto wako wamekataa kukutii. Jua hiyo ni pepo, kanyagia chini. Bwana asifiwe. Wacha kunena mpaka unalaani watoto. Unawaambia nyinyi ni vichwa gumu, edeni na mimi sitakuwa mama yenu. Sasa hiyo ni kusema nini? Si niuelewe hiyo ni roho. Dhiki hii tunaambiwa. Mwathani agocwo. Dhiki zile zinatupata ni dhiki za aina tofauti, hazifanani. Kila mtu anakutwa na dhiki za pateni ya kwake, kulingana na kule Mungu anataka utokee. Pengine wewe ni kuongea unaongeaga maneno mengi na mabaya. Mungu dhiki ile inakuja kwako, inakuja ikikuelekea kwa njia ya maneno. Lazima ujue kuikamata. Bwana apewe sifa. Yesu akasema, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hivyo alitaka kutuambia nini? Kama mimi nimeushinda na ndio nimewashika, hata nyinyi mtashinda. Praise be to God. Kwa hivyo dhiki zote zitakuja. Kama mimi nilizishinda, hata wewe jitie nguvu. Kwa hivyo kuanzia sasa, kanisa la Bwana tunatakiwa tuingie mahali ambapo si pa kuteta. Bwana asifiwe. Mtu yeyote atateta na anajiita mtu wa Mungu, nataka nikwambie, viwango zingine utakuwa ukizionea vile mnasemaga kwa view sasa. Bwana apewe sifa. Hautawahi ziingia. Because naye Mungu anachagua. Na ndio unasikia akisema katika neno lake, si kuokota nitaokota, ni kuchagua, nitapick. Bwana apewe sifa. Akiingia kwa ibada kama hii, anaangalia ni watu wangapi wameweza kufuatana na neno langu na kulitii vile nimesema na wamekanyagia hizo hatua. Sasa hata angalia na level za uongozi, hata angalia wale wakubwa. Bwana apewe sifa. Hapo Mungu akishuka hapa, hizo ni hizo tushaguraga atongoria. Kwa Ngai gutire mutongoria no ria munini. Anasema hata yule mdogo sana anaweza kuwa wa kwanza. Kwa sababu kile yeye anaangalia ni mtu ambaye atatimiza hili neno. Bwana asifiwe. Haangalii ile mamlaka tuko nayo hapa duniani. Na ndio ninataka niwaambie, hata siku zinakuja mamlaka yote tutaivuja. Tutaiweka chini. Bwana apewe sifa. Wakati mmoja Mungu alinitokea akaniambia, sitaki ujiite ile majina watu wanajiitaga. Maana watu wengine wamejiita majina, lakini level zao za kumwelewa Mungu ziko chini sana. Unaweza tembea na lile jina uko nalo. Bwana asifiwe. Lile Mungu anakuita, lakini ukafanya ishara na miujiza. Praise be to God. Wale unakibishanaga na title, wachana na title sasa.
Wale unakibishanaga na level ite icio ndo maruagira cio tongoria. Tigana na ite, Mwathani agocwo. Badala ya kupigania hiyo kiti, si upiganie kumjua Bwana katika neno lake. Si upiganie kujua vile Mungu anataka tujue. Vita ziondoke katika nyumba ya Bwana. Watu wa Mungu tuende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alisema mimi nimeushinda ulimwengu. Na nyinyi mkiniamini na muelewe ulimwenguni kuna dhiki. Hakuacha hiyo. Ndio tusije tukamwambia Yesu, ulituambia tutashinda ulimwengu na vile vita ni nyingi. Vita hizo ndio sababu zinaletwa ziwe kali kwako. Ndio uonekane kama utazishinda. Bwana asifiwe. Wengine watashinda katika kunena vile unavyonena, na ndio unasikia neno la Bwana linatuambia mahali pengine uwe wa kusikiliza sana, lakini usiwe wa kuongea kwa haraka. Because watu wengi wamejiwekea mitego katika kuongea. Maana vitu zingine tunaongea hatuzielewi. Bwana apewe sifa. Vitu vingine tunaongea haujui imeletwa kwa nini, haujui kama ni wewe ulikuwa unawekwa kwa mtihani. Mwathani agocwo. Si tunaona hata kuna wakati Yeremia alinenewa na Mungu. Hata Mungu anaweza kukunenea akikuweka kwa mitihani. Yeremia alinenewa na Mungu. Akaambiwa enda uambie wana wa Rekabi, the Rechabites, uambie wakuja katika nyumba yangu kama hii. Alafu wawekee divai hapo ya grapes, uambie wakunywe. Nao wale watu walikuwa wamefundishwa sheria na baba zao na wakati. Kwa hivyo Yeremia, wakati Mungu anamwambia hivyo, alikuwa anataka kumjulisha ya kwamba kuna watu wanajua kutii mambo yale waliagizwa. Alipowaleta aliwawekea divai. Walikunywa ama walikataa? Walikataa. Wakasema baba zetu walituambia tusiwahi kunywa divai kutoka kwa mizabibu, na wala tusipande mizabibu, na wala tusijenge manyumba ya mawe tuishi katika tent. Na wametimiza sheria hiyo. Wakati walikataa kabisa, na si unasikia nini neno la Bwana limekujia Yeremia. Kwa hivyo ni kusema hata neno lolote likikujia, hata kama ni la kinabii, likuje kukuambia Mungu amesema utabarikiwa, ama Mungu mwenyewe akunenee akwambia nitakubariki, usitoke hapo ati ukipiga makofi ati sasa unaenda. Wewe unajua vile unaongeleshaga watu vibaya, lakini uko pale kupiga makofi ati Mungu amekwambia. Si unafaa kujiangalia ni wapi uko na shida? Kwa sababu hata kama limekuja, linaweza kuwa Mungu ameliachilia kwako akupime. Bwana apewe sifa. Aone wewe ni mtu wa aina gani. So Yeremia anaambiwa, na kuangaliwa anaangaliwa. Akaambiwa na Mungu, angalia, watu hawa wameweza kutii sheria za baba zao, lakini nyinyi na wana wa Israeli hawajaweza kutii sauti yangu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo akawabariki watu wale hata kama hawakuwa wa upande wake. Kumaanisha Mungu huwa anapendezwa na mtu ambaye huwa analitii neno. Na kwa hivyo kabla ya tupiganie viti za mamlaka, kabla ya tupiganie mambo yale watu wengi wanakibiria, Bwana asifiwe, mambo ile mengi inafanya tukosane, kabla tufike hapo, wacheni tukibirie kulijua neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akasema duniani kuna dhiki, lakini mimi nimeshinda. Kama nimeshinda, na wewe utashinda. Bwana apewe sifa. Chapter 17 hiyo ya hiyo John verse 1 to verse 4. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako awe naye akutukuze wewe. John 17 verse 1 to 4. Verse 2 inasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa ananena maneno haya, na Biblia imesema alikuwa ananena ili watu hawa waweze kumjua Mungu aliye wa kweli na wa haki. Bwana apewe sifa. Akasema, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Verse 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Sikia, ati Yesu hakukuja hapa duniani ndio tufanye kitu kingine. Hakukuja hapa duniani ndio tuwe na mambo mengine. Alikuja ndio tumjue Mungu wetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo naye ndio sababu anatangulia kuandaa wanafunzi wake. Anawaambia duniani, katika ulimwengu mtakuwa na dhiki.
maana kuna dhiki, mtateswa. Lakini yeyote atakaye mjua Mungu vizuri, Mungu wa pekee na wa kweli, na amjue Yesu Kristo aliyetumwa, ambaye Mungu alimtuma, watu hawa lazima wataushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna vita tunafaa kupigana mwaka huu, ni vita ya mawazo yetu. Mawazo yetu iweze kuingiana na mawazo ya Mungu. Ndio vile tulikuwa tunatatua mambo bereni. Ulikuwa unaona mtu anafanyika hivi, ama mambo iko hivi, hali iko hivi, wewe unanena, unateta, unalalamika, unakasirika. Sasa mwaka huu sio wa makasiriko. Bwana apewe sifa. Geukia jirani, mwambie mwaka huu sio wa makasiriko. Maana ile pepo Mungu anataka tuiangamize, haitaagamizwa na watu wa makasiriko. Itaagamizwa na watu watajua Mungu wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ataigiana na mawazo ya Mungu, na akigiana na hiyo mawazo ya Mungu, naye Mungu wa mbinguni ataweza kumunenea kusudi lake. Praise be to God. Hana wakati alikuwa katika kuteta kwingi, anateta sasa, Mungu ona vile nimeingiliwa na Penina vile sasa ananiudhi, vile sasa ananidhihaki. Mungu ona. Unajua kuna maombi tunaombaga Mungu anakataa kusikia. Mwaka huu ni wa kubadilisha mpaka pateni ya maombi. Bwana apewe sifa. Uliomba maombi wewe ukafikiria ni Mungu wa mbinguni unapelekea mashtaka yako, lakini ilikuwa maombi ambayo kule mbinguni inaandikwa na herufi kubwa, maombi ya malalamiko. Bwana apewe sifa. Na Mungu hajibugi maombi ya malalamiko, anajibugi maombi ambayo ameombwa kwa njia inayofaa. That's why anasema wakati tutamuomba according to his word, lazima tuelewe neno lake. Ati hapa duniani ametuambia kuna dhiki. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, si ameshatangulia kutuelekeza? Ni kama ukuje mtu akwambie unakuja katika hii area ya Maliru ama ya Mweki, akwambie na huku Mweki kuna kuaga na waizi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja ya ushinde ukilalamika ati juu ya waizi? Si ni ujue vile utajilinda na waizi, na ujue zile vijia utapitia. So naye ametangulia kutuambia kuna dhiki. Kwa hivyo wewe acha kulalamika juu ya dhiki sasa. Ni wakati wako wa kwenda direct to the point. Unamwambia Bwana, unganisha mawazo yangu na mawazo yako. Bwana asifiwe. Wakati wote mtu ambaye anaitwa Hana alikuwa analalamika juu ya Penina. Hakuna wakati Mungu alishuka, na Mungu haangaliagi dhabihu. By the way, anasema katika neno lake katika Psalms, ati mimi ningetaka kujitolea dhabihu, niko na ng'ombe wako milimani. Bwana apewe sifa. Ningeenda huko milimani na kichakani. So wakati Mungu anatuitisha dhabihu, si kusema ati hizo dhabihu anatuitisha tukitoa ati kuna mambo makubwa tunafanya. Mwathani agoshwo. Hakuna mambo makubwa tunafanya kwa Mungu. By the way, ni sisi anataka kusaidia kwa kupitia kwa ukarimu wetu. Bwana asifiwe. Ndio sababu anakuja anakuitisha yako kadhabihu kadogo. Lakini nawe unapokaleta kwake, ukalete na moyo wa shukrani, sio moyo wa malalamiko. Bwana asifiwe. Ukienda kutoa dhabihu zako ati unatoa ndio mtu fulani akufe ama aone mabaya, hebu imagine hiyo itapokelewa na shetani, si Mungu. Maana Mungu si wa aina hiyo. Bwana apewe sifa. So anasema kama ni dhabihu ningetaka mimi, singekuja kuwaitisha, ningeenda kwenye milima, ningechinja huko. Kwanza kuna buffalo ni wanono kuliko ng'ombe, kuna elephants, ningechinja nikule dhabihu zangu huko. Moshira ninataka inifikie huko kama manukato iende mpaka mbinguni, na mimi nirudi niondoke na nipae juu. Bwana Yesu asifiwe. Hamungejua nimekuja. Kwa nini anasema hivyo? Ndio sababu hata wakati tunatoa dhabihu zetu, dhabihu za jambo lolote unataka mbele za Bwana, hautatoa katika malalamiko. Hana na Elikana walikuwa wanatoa dhabihu kila mwaka. Lakini naona dhabihu zao hazikuwa zinakubaliwa na Mungu, kwa sababu maombezi ya Hana haikuwa mazuri. Bwana apewe sifa. Alikuwa anaenda pale ili hali upande mwingine mkono umeshika vazi la Penina, ameenda na mashtaka. Lazima mwaka huu tuhame mwaka wa mashtaka. Bwana asifiwe. Hautakuwa mwaka wa mashtaka kwa watu wa Mungu. Watu hao wameshikilia nguo zao kusema alinitenda. Tafadhali achilia. Enda mbele za Bwana, igiana na mawazo ya Mungu. Umjue Mungu vizuri, Mungu wa pekee na wa kweli. Ukimjua atakujulisha kusudi lake. Kwa nini Mungu hakutembelea Hana? Na walikuwa wanakuja na dhabihu nyingi na mume wake wanakuja kwa madhabahu. Lakini wakati Hana alirudi back to her senses, akajua nimekuwa na malalamiko mengi juu ya Penina. Sasa sitaenda na Penina. Sitaenda kumention jina la Penina. Ni wangapi tuna mention majina ya watu wale walitukosea? Na wewe hujauganika na mawazo ya Mungu, ujue pengine hata yule mtu kukukosea walikuwa wameuganika na Bwana.
Si mimi naonaga kama Penina walikuwa goal moja na Mungu, waweze kufinyilia Hana mpaka igiane na mapenzi ya Mungu. So kuna mtu wewe unaweza kuwa unaleta hapa kushtaki na manyitane ile na Ngai mwathani agocwo. Unaweza kuja kustaki mtu ambaye wameshirikiana na mtu. Enda ukashitaki polisi ambaye ametumwa na polisi mkubwa akukamate. Alafu unaenda kumshitaki kwa mkubwa. Unafikiria mkubwa kuna kitu atafanya? Si ni yeye alimtuma? Kwanza anacheka na kado, anajua hakajui ni mimi nimetumana. Bwana apewe sifa. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa anafanya kwa Hana. Kwa hivyo hatembei, kwa sababu naye Hana kuna kitu amesahau. Ya kwamba wakati unataka dhabihu zako zikubaliwe na Mungu, hauendagi na maombi ya mashtaka. Wakati alibadilisha moyo, na unajua wakati ndio Mungu tuhame kwa mashtaka, mtu anakuweka sana sana kwa mashtaka ukiwa kuna watu mnashirikiana na wao kunena. Wanakutia nguvu, wanakuchoma mishale, Bwana asifiwe. Ukaigwa mundu ni aguthecaga cindano ugoona. Sema hivi. Muwapie hivi. Si hata Rehoboamu alitolewa kwa kiti juu ya watu walimduga mishale. Walimweka tu masindano twa kumwambia. Abia hawa wazee utawafinyiria, baba yako hata aliwapiga, wewe utawakulisha scorpion. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ndio apate malalamiko, lazima kuwe kuna watu wanashia na wao. Lakini mtu ndio aondoke kwa malalamiko, Mungu anamuondoaga kwa company. Bwana apewe sifa. Hana aliondolewa mpaka kwa company ya mume wake. Mwathani agocwo. Si mume wake ndiye alikuwa anamtia nguvu kila wakati, anamwambia oh my dear wife, usijali, hata wale nitawapea nyama moja moja juu ni wengi, wewe nitakupatia bili, kumaanisha ninakupenda. Bwana apewe sifa. Upendo wa kupendwa na watu na hujaigiana na mawazo ya Mungu bado ni bure. Praise be to God. Alikuwa anatiwa nguvu na Elikana mume wake, alikuwa anampenda sana. Haijalishi vile unapendwa na mume wako, Bwana asifiwe. Haijalishi vile utapendwa na mke wako, lakini kile cha maana ni kuigiana na mawazo ya Mungu. Wakati aliona hii jambo inanipotezea wakati ninaendelea kuzeeka, Hana alijitenganisha mpaka na mume. Siku moja walipoenda katika hiyo madhabahu, si mume wake aliopea mahali pengine, naye Hana akajitenga akaenda mahali peke yake. Lazima ufike tu a point ya kujitenganisha na watu wale wananena kwa masikio yako, wanazuilia wewe uondoke katika vita za malalamiko. Bwana asifiwe. Wakati Hana alienda akapiga magoti peke yake, ndio ameanza kulia na moyo wake akimwambia Bwana, leo hii nimekuja kufanya nadhiri ya kwamba Bwana ukinipatia mtoto na unipe wa kijana. Kwanza sasa akawa specific. Unipe mtoto wa kijana. Huyu mtoto nitakurejeshea. Si hapo ndipo Mungu alishuka? Maana naye alitumia Eli, naye Eli akakuja. Wapendwa, lazima mioyo yetu iwe misafi sana. Because pia hapo Hana angeanguka mtihani. Mtihani wa mwisho unakuwaga mkali sana. Eli ametumiwa na Mungu, ameletwa pale, na ndio Hana aonekane kama moyo wake ni dhabiti. Eli alimwambia, kwani mama utalewa mpaka lini? Naye akamwambia, hapana Eli, sijalewa. Mtumishi wa Bwana, sijalewa. Mimi ni moyo wangu ninamwaga kwa Bwana. Alimwambia nini? Enda na kile Mungu kile unahitaji Bwana akutimizie. Si ilitendeka hivyo? So tuko katika mwaka wa pendwa. Huu si mwaka wa kupeleka mashtaka kwa Mungu. Maana ni mwaka Mungu ameshuka kama hakimu wa haki. Hajakuja sasa kama Mungu, amekuja kama hakimu wa haki. Bwana apewe sifa. Kama jaji mkuu, na amekanyanga katika mahala pake pa kufanya kesi. Anakatia watu wake kesi. Sasa sijui katika kesi yako utaenda namna gani, ndio wewe uweze kupatiwa mamlaka ya kukonga the world. Bwana Yesu asifiwe. Alisema ati Yesu alikuwa amekuja hapa ndio tuweze kupatiwa uwezo wa kumjua. Wacheni mwaka huu tujiunganishe na mawazo ya Bwana. Tukijiunganisha na hii mawazo, tutamjua Mungu wetu vizuri, Mungu wa pekee na wa kweli, na hakuna sauti zitazunguka katika dunia hii. Ziwe zimetoka kuzimu, zitaweza kuangamiza watu wa Mungu. Ziwe zimetoka gizani, ziwe zimepagiwa wapi, lazima tutaweza kudiscern those spirits. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati watu wa Mungu wanamjua vizuri, ile kitu huwa wanapewa ni macho ya rohoni. Bwana asifiwe. Kuna mambo ulikuwa una agree nayo bereni, kuanzia sasa hauta agree nayo, maana utagundua hii ilikuwa inanipeleka kwa njia ya upotevu. Bwana asifiwe. So katika hii mamlaka kuna mambo mengi Mungu anataka tujue. Tuingie katika 1 John chapter number 5. 1 John chapter number 5 and verses 4 and 5. Verse 4 and 5 inasema, 1 John 5 4 to 5 inasema, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world
but he that believeth that Jesus is the Son of God. So anasema ya kwamba kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. That's why ametuambia Yesu amekuja hapa tuweze kumjua Mungu vizuri, na Mungu aliye wa kweli na wa pekee. Bwana asifiwe. Kwa sababu hapo ndipo ninataka sasa tuanzie, watu wa Mungu. Usipomjua Mungu wa kweli na wa pekee vizuri, basi ni kusema kuna mawazo ya Mungu hautaweza kutembea nayo. Kuna mambo ya hapa duniani itakuwa inakupiga chenga. Mambo mengine itakuwa inafanyika inakupiga chenga, unashindwa kuyaelewa. Bwana asifiwe. Unapitwa na mambo hayo kama vile mpira huwa unapita rifari, unapita mbele. Bwana Yesu asifiwe. So anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Lazima tuzaliwe upya na Mungu katika mawazo yake. Yawezekana ametuzaa katika wokovu, lakini mawazo yetu bado haijakombolewa. Huu ni wakati wa kupeana mawazo yetu kikamilifu kwa Bwana. Praise be to God. Because sauti ambazo zimeachiliwa katika ulimwengu zizunguke ni nyingi, na hizi zote zimeachiliwa zigandamishe mawazo ya watu wa Mungu wasiweze kumwelewa Mungu. Washike hizi masauti nao waishi maisha ya kuteswa. Bwana apewe sifa. Wana wa Israeli wakiwa Misri walikuwa wamekamatwa na malenge. Wao wanaona malenge, hata wakivinyiliwa wanarudi wanakumbuka na noto ukule ya malenge. Bwana Yesu asifiwe. So wako katika vifungo, lakini katika hizi vifungo kuna kitu wanadanganyiriwa nacho. Wapendwa, tutatoka katika wokovu ya kudanganyiriwa. Bwana asifiwe. Lazima tuelewe neno la Mungu na neno la kweli. Na tukilielewa hili neno, hatutafanya mambo kwa sababu sisi ni wafungwa. Paulo anasema hata mkiniona nikikaa kama mfungwa, mimi si mfungwa. Ninakaa hivyo niwasaidie wale waliofungwa. Praise be to God. Kuna hali unaweza kaa nayo watu waonage kama wewe ni mtumwa. Wewe si mtumwa, umeshafunguliwa. Ni ili unakaa katika hiyo hali uwasaidie walio chini ya hiyo hali. Na ndiposa Paulo alisema nikikuta watu wamefungwa ninakaa kama mfungwa. Nikikuta watu wamefinyiliwa nakaa kama nimefinyiliwa. Kwa sababu nikiwa miongoni mwao nitaweza kuwasaidia. Bwana asifiwe. Nikikuta watu wako na shida nakaa kama niko na shida, lakini mimi sina shida. Praise be to God. Lazima tujue kuingiana na neno la Bwana. Maana Mungu wetu ni Mungu mwerevu sana, nao watu wake huwa anawapatia hekima. Alipatia Daudi hekima wakati alitaka kuuawa. Si alijifanya mwenda wazimu? Mtu angemtokea hapo angeshindwa. Sasa huyu naye amerarua mavazi yake. Kumbe ni hekima ajifanye hivyo ndio apate nafasi ya kupita. Ni wangapi tumeuawa tukijifanya wagwana? Bwana asifiwe. Unasema mimi hata Mungu atakuja anitetee. Hiyo kwanza ya kusema Mungu atakuja akutetee. Bwana Yesu asifiwe. Ingine imefanya watu wengi sana waangamie. Wewe fanya vile Mungu na vile Roho wa Mungu anatazamia ufanye. Kwa kutetewa na Mungu aje akutetee kwa hiari yake. Praise be to God. Danieli wakati alikuwa anawekwa kwenye shimo, hakupigana na jambo lolote, ili hali ndani ya moyo wake alikuwa anajua vile Mungu wake anataka. Yeye alimtetea kwa njia yake. Bwana apewe sifa. So neno la Bwana linasema ati kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Kwa hivyo namba 2, lazima utembee ukiwa mtu wa imani. Mambo hii ya Mungu haifanywi kwa kubahatisha. Bwana asifiwe. Na ndio naona sisi wa Kristo hata tumekatazwa kucheza hizi vitu watu wanacheza hapa za bahati. Ati mtu anasema sasa ninaenda kujaribu bahati. Sisi sio wa kubahatisha. Bwana apewe sifa. Game zingine watu wanacheza ati na mnasema bado mko kwa Mungu. Nimekuja niwaambie hizo si za Mungu. Because sisi si wale ati tunatangazwa pale. Ameenda ameweka pesa hapo ameshinda hii, sasa yeye ni mshindi. Hiyo si watu wa Mungu. Watu wa Mungu tunatembea na imani. Bwana asifiwe. Na ndio hautatupata katika hiyo michezo tukicheza. Ati umeambiwa ekelea 100 ukule 500. Sisi hatutawekelea. Bwana asifiwe. Tunajua Mungu wetu vile huwa anafanya kazi. Maana huko ndio watu wengi wanakamatiwa. Unakamatiwa katika michezo hiyo inaitwa nini? Mnaitaga nini? Praise be to God. Kumbe mnaijua. Kwani mnachezaga? Ni wangapi hapa mmeokoka na mnacheza hiyo michezo? Unajua mimi kitu moja nilikuja kujua. Mambo mengi watu wa Mungu wanakamatwa katika mateka ya mambo kwa sababu hawajui. Na neno la Bwana likasema tutakapojua kweli, nayo kweli itatuweka huru. Bwana asifiwe. Mimi nilikuja kuelewa kitu kingine sikuwa naelewa. Zamani nikiwa msichana mdogo tukafunga shule. Nikaenda kutembea kwa dada yangu. Alikuwa anaishi huko Bali, huko Sotik.
Na wakati tulienda kule, mzee wake alikuwa ameajiriwa kwa kampuni ile ya KCC. Kwa hivyo alikuwa anafanya huko kwa KCC. Na tukiwa kule kukawa na open air ililetwa na wachungaji wengine hapo. Na walipokuwa wanahubiri tukatoka, maana ililetwa pale sasa kwa estate. Tukatoka tukaenda kwa hiyo. Mchungaji aliyehubiri alisema kulikuwa kumekaribia wakati wa uchaguzi. Akasema mtu ambaye anataka kutembea na Mungu na mtu ambaye anataka kuitwa mtu wa Mungu na abebe nguvu za Mungu hakulagi pesa za wanasiasa. Bwana apewe sifa. Usiende kuchagua kiongozi kwa sababu umehongwa. Ati umeambiwa shika hii 200 ndio unichague. Mimi hilo neno likaniingia. Liliponiingia nikauliza Bwana, kwani Mungu? Kwa hivyo haitufai sisi kama Wakristo kukula. Na akatuambia hata saa hii uchaguzi umekaribia. Kama wewe ni Mkristo, usiende kupewa pesa na wanasiasa ati ndio wachague. Mimi nikalishika. Bwana apewe sifa. Na hapo ndipo nilielewa. Wakati unachaguana kwa sababu umelipa uchague mtu fulani, si ni kuhongwa, umehongwa. Nalo neno la Mungu linasema namna gani? Ya kwamba Mungu wetu si wahongo. Kwa hivyo ndio unaona kuna watu wanajaribu kuomba Mungu awapiganie vita fulani. Vita hizo haziwezi zikapiganwa kwa sababu kuna vitu umekula wewe zimekuunganisha na madhabahu ambayo itaweza kukupiga. Bwana apewe sifa. Ndio tunakuta sasa watu wa Mungu wako mbali sana. Hili neno tunahitaji tulijue. Sijui kama tutaanzia Genesis tukisoma kila chapter tukiingia hapa tuwe na madarasa mpaka tumalize Revelation. Watu wa Mungu wajue neno. Because pia hili neno katika Leviticus ndio linasema watu wasichole tattoo katika mili. Wasijikatakate mili. Bwana asifiwe. Ni wangapi wamefanya mambo haya na ili hali wanainua mikono kumlilia Bwana? Mnaona Mungu akishuka? No. Amesema mambo mengi sana. Akasema tusichole tattoo kwa mili. Unakuta sasa watu wamejijaza mili katika maua. Wamejikatakata. Wamefanya vituko nyingi katika mili. Ili hali hiyo mili Mungu anasema ni hekalu langu. Bwana apewe sifa. Hekalu la Mungu lazima lilindwe. Sasa ndio utakuta mtu huyu alijikatakata mwili, akawekwa vitu zingine, usiku atatembelewa na mapepo. Maroho itakuja itamkamata. Bwana asifiwe. Akijaribu kulilia Mungu, ajaribu kwenda kwa waombezi. Watumishi wa Mungu wengine ni vitu wanavaa. Chini zingine unavaa si kuvaa tu. Bwana asifiwe. Unakuta mtu anatembea ati ni zawadi, ni gift nilipewa. Gift ile wakati ulivaa, umeanza kutembelewa na maroho ingine, unaiona usiku hauelewi. Ukienda kwa mtumishi wa Bwana badala ya kuombe, anakuambia toa hii chain, toa hii bango, toa hii earring. Ukizitoa unakuwa huru. Maana wewe haukuwa na shida vitu zile. Praise be to God. Wapendwa, lazima tuelewe mambo mengine. Because tutakuwa tunaita Mungu, tunamwambia Mungu nitembelee, ile kichei na ile bango umevaa ndio zinazuilia Mungu ashuke katika maisha yako. Mwadhani ya gosho. Mimi nilikuwa mtu mmoja wa wale walikuwa wanavaa hizo vitu sana. Lakini wakati Mungu alikuja akanikataza, akaniambia uachane nazo. Unanionaga na earrings? Siwezi vaa. Bwana apewe sifa. Niliacha. Mimi nguo yangu yote ilikuwa inapelekanaga na vitu. Hata cutex inapelekana hiyo na earrings na chain na kila kitu, na vaa maua zingine, vivitu zingine nafuga kwa kichwa, natengeneza nywele inakaa vingine. Kuna watu leo hii wakikuja wanione na wale walinijua nyakati hizo, wataona watu wawili tofauti. Maana wataniuliza, "Haya, ni wewe tu ule tulikuwa." Mimi nilikuwa najipodoa mpaka naweka kadot hapa. Praise be to God. Na kwa sababu nilikuwa mwalimu wa Sunday school. Sunday school ya kwetu ilinipenda, walikuwa watoto wote wanaambia mama zao, nitayarishe mapema, wapitie kwangu ndio niwapodoe. Bwana apewe sifa. Nilikuwa naendaga na walinipenda, tusichana ninatupaka pods. Tunatembea hivyo, wananipenda wote, wanakuja wananihaga. Lakini siku moja nikiwa nimelala, Bwana akaniambia, hizi vitu zingine unapaka hata hujui zinatoka wapi. Achana nazo. Na akaniambia kama anataka nimtumikie, kama ninataka nimtumikie, vitu zingine niache. Ndio mnanionaga sasa mambo madoido mingi sina. Kwani hivyo niko natural, siko smart? Bwana Yesu asifiwe. Kubali kukaa natural sometimes. Ndio nguvu za Mungu zipelekane na wewe. Wengine unakuta wamejipodoa hapa, wamepaka kala ya pink, akifungua tena jicho inatoka yellow. Unashindwa kwani yeye ndiye alipatiwa awe biguni vile tulikuwa tunaambiwa malaika wakipeperusha mabawa inakuja kala hii na hii. Sasa hiyo ndio imekuja kwa macho. Yaani unakuta amejipodoa vitu zingine za blue, za green, line kama 3. Akifungua macho unashindwa kama ni ostrich. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi vitu hata zinazuilia watu wa Mungu tulilie Mungu. Maana utakuwa unaenda kulia, ukisikia roho ameshuka machozi na unakumbuka, oh my God, vitu zangu zitaharibika.
hakuna, utakuwa unafanya hivi. Lazima tuachane na vitu zingine, tumtafute Bwana. Bwana asifiwe. Hata ukiwa natural, Mungu atatembea na wewe. Na utukufu wa Mungu ukishuka juu yako, hata ukiwa hakuna kitu umejipaka, watu watakuwa wanaona una shine, unameremeta kana kwamba umejipaka kila kitu. Because wewe utapakwa zile za biguni, sio za hapa. Mwathani yagoshu. So wapendwa, ni wakati wetu tujue neno la Mungu. Wakati mimi nilisikia hivyo, nikakuja kugundua kumbe kuna mambo inaweza kututatiza kuendelea ama kupelekana na Mungu. Kuanzia siku hiyo, mimi sijawahi kula pesa ya wanasiasa. Bwana asifiwe. Hata wakati huo kwanza tulisikia wanakuja, nikajifugia kwa nyumba. Sitoki. Kwa sababu gani? Kama ni kuchagua, si nichague yule Mungu mtu ameninenea. Si niko na right ya kuchagua. Biblia inasema hata uchaguzi uko kwa Biblia. Katika kuchagua ni lazima tuende tuchague. Maana ni vizuri kutenganisha watu wale wanataka kufanya nini? Kuchukua nafasi hiyo. Lakini usitumie ama utekiwe advantage, ama wewe ujitekie advantage ati lazima upewe pesa ndio ukachaguane. Ni wangapi tumeshawahi kula pesa ya uchaguzi? Kwanza wake nile muno muthenyo cio tondu na waga kifarua no wamenyire magana meri wina mu. Praise be to God. Hiyo ni dhambi tunafaa tutubu. Imezuilia wengi. Sijui kama mnajua tunakamatagwa katika hii mambo ya rohoni. Ati kwa sababu sikuwa na chakula na nimesikia wanasiasa wanapita na hapa wanapeana 500. Sasa ninakibia huko, ninaenda ninapokea, na mimi baadaye nikimaliza kupokea kwanza napitia kwa kanisa napiga magoti. Mungu nakushukuru, umenitembelea. Bwana Yesu asifiwe. Si kutembelewa. Ukitoka hapa utajikuta Mwathani yagoshu. Kama ni kutembelewa, ngojea Mungu ametufundisha imani. Bwana Yesu asifiwe. Nena maneno iliyo hai. Nena maneno ile inafaa, naye Mungu wa mbinguni ataweza kukupatia uwezo wa kushinda ulimwengu. Mwathani yagoshu. Unafikiria ni nani hapa anaweza sasa tuseme? Wacheni tu tuwe real. Tuseme saa hii Mungu aseme nachagua watu ambao nitatuma waende wakanene maneno yangu kwa watu ambao wanaongoza. Ama ninatuma watu wangu wakanene maneno yangu kwa watu wa ulimwengu. Kama wewe umeshakula kitu cha watu hao, unaweza kuaddress? Hauwezi. Bwana apewe sifa. Nguvu zingine tunapokeaga kwa sababu tumejisafisha. Praise be to God. Sasa hiyo ukienda kwa company, uajiriwe na company moja. Alafu mwenye hiyo company akwambie, nataka nikupatie pesa hizi 1,000,000. Na wewe, na sasa hiyo ni manager. Na wewe siku ile kutakuwa na shida, uwe upande wangu. Sasa hata kukifika Mungu awe amekunenea na power nyingi sana, akwambia huyu manager anataka kumuondoa, unaweza kumuaddress? Bwana apewe sifa. So kuna vitu utashindwa na kuzifanya na hutakuwa na power. Maana ulipopokea zile fedha ulifungwa. Bwana apewe sifa. Watu wengi tunatumikia Mungu tukiwa wafungwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile mambo Mungu alitaka uwe na nguvu na uwezo na mamlaka ya kuweza kunena. Sasa huwezi kunena because ulikamatwa koo. Praise be to God. Ni wakati wetu wa kujua ati kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Nacho hicho lazima turudi katika ile mstari tuone ya kwamba kimeunganishwa na kumjua Mungu aliye wa kweli na Mungu aliye wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke verse 5. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wale watashinda ulimwengu ni wale watamwamini ya kwamba Yesu ni Mungu. Na kumwamini Mungu, Yesu ni Mungu, si kumwamini tu. Biblia inasema mahali pengine Yesu akasema ni wale wote watafuata maagizo aliyotuagiza, ambao watatii mambo yale na amri zile ametupatia. Bwana asifiwe. Hapo ndipo alisema nitajua nyinyi ni wangu mtakapotii na kufuata sheria ambazo nimewapatia. Kwa hivyo kumwamini Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu, si kusema tu Yesu ni mwana wa Mungu. No. Unafuatiliwa uonekane kama na maagizo yote yameagiza. Na Yesu ameagiza mengi sana kuanzia Matthew, maana hapo ndipo amekuja akasema si kuja kuvuja torati ambayo mlipatiwa na Musa, nimekuja kuitia nguvu. Akaanza kuitia nguvu. Akaanza kusema ambaye alikuwa anachukia jirani ama mkichukiana wengine wanauana, mimi nimekuja kusema hata ukiwazia mtu mabaya umemuua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hiyo sasa kutokuwaza mabaya si ni kusema unafuata sheria ya Yesu. Hapo ndipo sasa unamkiri. Maana hata usipomkiri kwa mdomo, matendo yako itaonyeshana na huyu ni wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wetu mwema kama kanisa wa kuelewa ya kwamba katika nguvu zile ambazo Bwana anatupatia, lazima hebu tuone katika John. Turudi katika hiyo John 14:21 to 24. John 14:21 to 24. Inasema ya kwamba
Yes, hata ndio hii nilikuwa nasema. Anasema ya kwamba he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kwa hivyo wale ambao wamesema watamkiri Yesu, sio kumkiri tu, lazima waweze kukeep his commandments. Na katika kukeep commandments, hapo ndipo atajua tunampenda. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona hata katikati ya Wakristo, hata sisi wenyewe kwa wenyewe kusema tunapendana, sio ile ya mdomo, ni ile utatendea mtu mambo ambayo itafanya ajue kabisa mtu huyu ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Unanena maneno yake mazuri, unasimama na yeye, unafanya mambo mengi ambayo inafanya. Naye Yesu akasema, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Maana alijua ni wengi sana, na ndio tunaona mahali pengine anasema wengi watakuja wataniita Bwana Bwana, wataniambia nilifanya miujiza kwa jina lako, niliponya, niliinua, nilifufua. Naye awaambie, ondokeni nyinyi si wangu. Kwa sababu gani? Kumwambia Yesu ama kumuita jina la Yesu, kusema mimi niko na Yesu, sio kusema tu, ni mpaka utii na ushike amri zake. Bwana apewe sifa. So akasema wengi watanikula kwa midomo, wanaenda wanaponya kwa jina langu, lakini hawanitii, hawafuati maagizo yangu, hawanipendi, wanavuja wengine miguu. Bwana apewe sifa. Wanaharibu watu wangu ili hali wanafanya miujiza. Miujiza inaweza kufanywa, lakini Yesu akasema nitawakataa. Bwana apewe sifa. Kwa sababu anasema ambaye anampenda, unaweza hata kosa kufanya muujiza hapa duniani, lakini ushike sheria za Bwana na umpende. Kwani Paulo alifanya mambo mengi ya miujiza hii? Hakufanya mambo mengi. Paulo alisema mimi nimeitwa nifundishe neno la Mungu, to preach the gospel of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yake ilikuwa kufungua watu macho, na kuna tofauti ya kufanyiwa muujiza na kufunguliwa macho. Maana mtu amefanyiwa muujiza na hajafunguliwa macho, si yako na uwezo wa kurudi katika ile matope yalikuwa. Ni kama vile Biblia inasema ya kwamba ni kama kuweka nguruwe kipindi cha dhahabu. Kwa sababu hajafundishwa kujua hiki cha dhahabu ni cha kukupeleka mahali pa heshima, na haufai kufanya 1 2 3, utakuta yule nguruwe amerudi nacho kwa matope. Bwana apewe sifa. So kuna tofauti ya mtu akufanyie muujiza, na ndio unaona watu wengi wanatangulisha miujiza mbele. Sio miujiza inafaa kukuja mbele. Yesu anasema mafundisho lazima yaje mbele. Bwana asifiwe. Miujiza ifuate, na hapo ndipo utakuta watu wale hata wanafanya miujiza, wengine hawatafanya miujiza tu, na hawatakuwa pale wamebebwa na ile miujiza. Hata ni kushtuka atakuwa akishtuka, maana atakuwa anakutwa na watu kuambia, unajua siku ile ulikuwa unafanya 1 2 3 mimi nilipona. Si muujiza umefuata? Lakini wale miujiza iko mbele, tutakuwa tukisema nataka kuponya, nataka kufanya, nataka kufanya, lakini mtu yule anafanyiwa hata kufundishwa hajafundishwa. Kwa hivyo pamoja na muujiza wake anaweza rudi kwa matope. Bwana apewe sifa. So tumefika mahali ambapo Yesu anasema watakaompenda ni wale watashika amri zake, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu. Kwa hivyo ukishika amri za Baba za Yesu, na ndio unaona sasa hapa kuna shida katika dunia. Kuna watu wanasema sisi tunamjua Mungu, hatumjui Yesu. Ndio Baba akupende, lazima uwe umeshika sheria za Yesu. Bwana asifiwe. Maana Yesu ndiye njia ya pekee, na hakuna mtu ambaye atapendwa na Baba kama hajajulikana na Yesu. Mwathani agocwo. So anasema naye anipendaye atapendwa na Baba. Praise be to God. Na katika kupendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Praise be to God. Ndio unaona kuna watu wengine tunafaa kesi zetu ziwe baya sana, Yesu anasimama anatutetea, yeye ndiye anatutetea kwa Baba, kwa sababu yeye anatujua. Akimwambia Bwana huyu, hata wengine tulikuwa tukibishwa na shetani tuuawe, lakini Yesu anasimama pale, anasema huyu kabla aende kukufa alisimama na akajipeana kwangu na mimi nikamuokoa. Bwana Yesu asifiwe. So anapeana majina yetu kwa Mungu wa mbinguni. Praise be to God. Na katika hiyo vita zetu zinafika mwisho. Kwa hivyo lazima tumjue Yesu vizuri, tushike amri zake, hapo ndipo atasema tunampenda. Tukimpenda yeye, tutapendwa na Baba. Praise be to God. So kuna watu ambao inabidi tumpende Yesu zaidi na tushike commandments zake. Tusimshike tu kwa majina, kusemaga Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Hiyo sio effective. Maana hata shetani anajua kusema hivyo. Malaika wanajua kusema hivyo. Bwana apewe sifa. Hata wale wagiza utawasikia wakisema Yesu ni Bwana. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema alitokewa na malaika hao
wakakuja wakamwambia maneno kama hayo, wakamwambia yeye, akawaambia mimi nimeamini Kristo Yesu, na wao wakamwambia hata sisi tumeamini Kristo Yesu. Sauti ingine ya Roho Mtakatifu ikamnong'onezea, ikamwambia usiamini hivyo wanakuambia, hawa sio wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi wametegwa kwa kusikia hata sisi tunapenda Yesu Kristo ni Bwana. Kumbe haujaweza kuelewa the spirit. Ati kuna maroho mengi ndio yadanganya watu na yawaondoe, yote itajiitanisha na Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiposa yeye anatufikisha to a point ya kufanya tuweze kujitenganisha. Anasema wengi watafanya miujiza. Kwa hivyo sio kila mtu unaona akifanya miujiza atakuwa wa Mungu. Bwana apewe sifa. Sio kila mtu ataponya ama afufue miujiza ile itakuwa imetoka kwa Mungu. Kwani si yule mama ambaye alikuwa nabii, ambaye alikutwa na Sauli akamwambia niamshie mwili wa Samueli, si muujiza alifanya? Si Samueli alikuja juu? Huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Lazima tuelewe mambo haya wapendwa, ya kwamba usibebwe sana na miujiza. Bebwa na kutaka kujua the spirit na roho ambayo inatawala mahali hapo. Maana Yesu alisema maroho mengi yataachiliwa duniani na yatadanganya wengi. Watu wale hawakibiagi kuwa connected na roho wa Bwana. Waelewe mambo ya rohoni. Hata ndio mtapokea masauti nyingi. Sauti inawadanganya ya kwamba hakuna kanisa. Sauti inawadanganya ya kwamba usifanyike hivi na vile, na wewe unatii ile sauti bila kujua umeinamia maroho. Bwana apewe sifa. Lazima tujue kutofautisha Roho Mtakatifu wa Mungu na maroho inayozunguka katika ulimwengu. Kwa sababu tukifika hapo, sasa hapo ndio tutaweza kunyamazisha ulimwengu. Bwana apewe sifa. Tutapatiwa mamlaka ya kuweza kukonga the world na binu zake na mishale yake. Neno la Bwana linasema, sasa niwaonyeshe mambo kama mawili matatu, yale nitabakisha maana ni mengi hapa. Nikiongea kuhusu kukonga the world nitakuja kuendelea nayo. But number 1, you must overcome world's negative influences and temptations. So kuna mambo machache hapa nataka nikuonyeshe. Na number 1, ni lazima uweze kushinda ulimwengu na mambo yake ambayo ni negative influences and temptations. Hata kama imeandikwa tutauawa kila siku. Kuuawa kila siku si ni majaribu ile unakutana nayo kila wakati. Umejaribu jambo hili, shetani amekimbia ameligonga ndio akudiscourage. Badala ya uwe discouraged, unasimama unatangaza no, sitakuwa discouraged, I'm more than a conqueror. Bwana apewe sifa. Kwa sababu aliye ndani yangu ni yule aliyenipenda kwanza na mimi nikampenda. Praise be to God. Kuna mambo mengine hatutasikizana nayo. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengine hatutakubali kushirikiana nayo. Hatutasikizana. Bwana apewe sifa. Tutakosana kabisa, lakini tutasimamia ushuhuda wa Kristo. Lazima tusimamie ushuhuda wa Kristo. Bwana asifiwe. Usikubali kuunganika na mambo ndio watu wakupende. Kataa. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana alisema no, mambo mengine haitatupata sisi because we are more than conquerors. Bwana apewe sifa. Verse 38 akasema, for I am persuaded that neither death no life. Hii ndio neno mtu anafaa kunena, mtu wa Mungu kila wakati. Maana hii ni moja ya zile verses ambazo Bwana amepeana zikiwa more powerful za kusaidia Wakristo kutokea. Anasema for I am persuaded that neither death no life no angels no principalities no powers no things present no things to come no height, no depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God. Bwana Yesu asifiwe. Which is in Christ Jesus our Lord. Lazima tusimamage kutangaza ati hata kifo hakiko na uwezo wa kututenganisha. Bwana apewe sifa. Unajua watu wengi wanatenganishwa maana wanaambiwa na ukicheza na mimi nitakuua. Akisikia kifo kimetajwa anasema hapana, usiniue, vile unataka nitafanya. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kusimama na kutangaza. Hata kama ni kukufa, nitakufa nikitangaza ya kwamba hakuna kitu kinanitenganisha. Upendo wa Kristo hautaondolewa ndani yetu. Bwana asifiwe. Kanisa tukifika to those levels, unajua watu wengi tuko kanisani lakini tumejawa na uoga mwingi sana. Uoga umefanya watu wengi tusikiri kile Mungu anataka. Maana ulitishwa tu na kaupanga kamoja, ukaambiwa nitakukatakata. Unaelewa neno la Mungu wewe. Bwana apewe sifa. Lazima ujue ya kwamba mtumishi wa Bwana anasema ati hata kama ni principalities, hata kama ni malaika. Maana kuna malaika wa giza wanajifananisha na malaika wa nuru. Bwana apewe sifa. Malaika, unajua nyakati tuko ndani yake, si hata shetani ni mjanja. Siku hizi malaika wa giza hawakuji na maguo za black vile mlikuwa mnafikiria.
anakuja na za white na anameremeta hata zaidi. Anatoa makara ndio akuconfuse. Wewe ukiona hivyo rumu yako imejawa na mwangaza, unaanza kusema Mungu amenitembelea. Unainamia malaika wa giza. Bwana apewe sifa. Ndiposa mtumishi wa Bwana Paulo anasema ati si hata kama ni malaika, sio kifo, hata si uhai, sio malaika, sio principalities, hata powers, mambo yaliyoko present na yale yatakayokuja. Wengi wamedanganyika na malaika wa giza. Unakuta sasa umetokewa na ndio unaona kuna watu hata wamekamatwa, wengine wameigishwa katika divination, lakini akikwambia anakwambia nimeonyeshwa na Mungu. Kumbe ni malaika wale walikuja wakaachilia ile mwangaza ndio wakuconfuse. Bwana asifiwe. Isipokuwa mtu kama huyu aeleweke na mtu aliye na discernment, anaweza kupotosha watu wengi sana, maana atakuwa anawaambia ni Mungu anasema. Bwana asifiwe. Na malaika wale wako na uwezo wa kukumulika vile malaika wa Mungu anaweza kukumulika. Wako na uwezo wa kukunenea mambo, ama mambo yale unaweza nenewa pia na malaika wa Mungu. Yanakuja yanakwambia na wewe unaingiliagwa na nyanya yako. Bwana Yesu asifiwe. Si amekwambia ukweli, si unajua hiyo ni ukweli. But jambo hapa sio kusikia ni maneno gani unaambiwa ni nini kinatendekaga. Jambo ni kukamata that spirit. Bwana apewe sifa. Because nia ya malaika wa giza, hata kama ako na mwangaza, na nia ya malaika wa Mungu ndio tofauti. Nia ya malaika wa Mungu akikwambia unaingiliagwa na ninataka nikuokoe, usirudi kuingiliwa. Nia ya malaika wa giza inakwambia unaingiliagwa, from there unaamuka ukiwa na roho ya chuki. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo malaika wa giza akikuongelesha kama vile malaika wa Mungu anakuongelesha, nia ya malaika wa giza. Na ukitaka kujua umeongeleshwa na malaika wa giza, angalia baada ya ndoto zako, kuna watu ulichukia. Bwana apewe sifa. Kumaanisha si malaika wa Mungu alikuongelesha. Because our God is a God of peace. Bwana apewe sifa. Hata akikuja aniambie ama akwambie jambo lako lilifungikia mahali pale fulani, na ni mtu fulani alihusika jambo hilo likafungika, unafikiria malaika wa Mungu anakwambia hivyo ndio uwe adui wa huyo mtu? Anakwambia ndio akwambie, na wewe utafanya 1 2 3 jambo hilo lifunguke. Huyo ni malaika wa Mungu, na kutoka hapa hutakuwa na chuki na mtu huyo. But malaika wa shetani akikwambia ulifungiliwa na fulani, ni anko yako alihusika, akachukua makaratasi yako akaficha, ndio ukaondolewa. Ukiamuka ndoto hiyo, hata unaweza amuka na magumi. Hata unaweza kuta mtu anaamuka akikopa pesa, nipatie nikopeshe nipate fare, nikute huyo anko, atajua naongeleshagwa na Mungu. Unaenda unamtukana, unamwambia maneno. Sasa wewe ulitembelewa na malaika wa Mungu ama wa shetani? Ndio unaona lazima watu wa Mungu na kanisa la Mungu lifunguke macho. Watu wakisema wanaonyeshwa mambo, si kuamini ati kwa sababu wameonyeshwa. Lazima tuwe na roho ya discernment. Tudisani hii roho inaona ni roho gani? Mwathani agocwo. Because watu wengi duniani wamekamatwa kwa sababu kila mmoja anakutana na nabii, anakwambia Mungu sema, Mungu amesema. Si hata nabii wa Mungu aliuawa tu na neno la nabii. Aliaribiwa, Mungu ameniambia urudi kwangu ukule na ukunywe. Lakini sauti ya Mungu ilikuwa imemwambia, inji ile ninakutuma ukienda, usikule kitu huko mpaka siku ile utarudi kwenu. Sasa amedanganywa na malaika, amekufa. Kumaanisha hata siku hizi manabii wameinuka wengi. Na ndio hata kama tunaomba sana na roho ya unabii imeinuliwa sana, lazima nasi watu wa Mungu tuwe na discernment. Bwana apewe sifa. Sio kila nabii atasimama mbele zako hata akikwambia mambo usikie ni ya kweli. Wewe kile unatakiwa uchunguze, na hii utaweza ama utaweza kuchunguza kwa sababu umejiunganisha na mawazo ya Mungu. Ni the spirit. Bwana apewe sifa. Saa hii hatuko kusikiliza ile maneno inanenwa. Ati wewe unasikia umeambiwa, wewe unakutana na wewe na mtu abaye hata hakujui. Anakwambia mama, najua wewe haujakuwa kwa kazi kwa miaka 3. Mpaka upige magoti. Huyu ni ukweli, nabii wa Mungu umejua. Sasa umejua nia ya mtu huyo kabla upige magoti. Ni kweli hauko na kazi miaka 3. Sasa unaenda kupigia magoti nini? Bwana apewe sifa. Alafu anakuambia na unakuwa na watoto 5. Oh yes my lord. Hata umeanza sasa kuitana my lord. Dakika hii ingine anakuambia nipatie namba ya simu, niambie mahali huko nitakuja. Ukienda unakuta ni kanyumba kingine, unaambiwa ingia na upadi. Bwana Yesu asifiwe. Na uko tayari kuingia maana alijua. Sasa wewe umekamatwa ama hujakamatwa? Wapendwa, lazima tuelewe roho wa Mungu. Praise be to God. Mambo mengine sio yale tu utasikia na masikio, ni yale utadiscern kutoka kilindini cha moyo wako. Because kama kuna vita tutapiganiwa na Mungu. Na ndio unaona Wakristo wengi wamepigwa vita. Watu wengi wamejawa na vituko, sarakasi, kwa sababu wewe unapokea unakunywaga maji ya kila njia.
Mwimbaji wa wimbo akaiba kitabu na aliiba na wimbo wa Kikuyu. Akasema, mutikana nywe Maria njĩra-inĩ, kana munywe maĩ makwaraha. Rĩgo wa Juda, mũrita wa Daudi, nĩgĩtherũkaga maĩ me muoyo. Ũhoro rĩa mwaiguire na matũ, na mũkĩona ũhoti wa Jehova. Mekire o ũrĩa mũndũ erirĩirie. Tukitafsiri neno la Bwana linasema, ama mwimbaji aliimba akasema, na watu wa zamani waliimba wakitumiwa na Roho wa Mungu. Unajua watu hao walikuwa wanafunga vile tunafunga siku 40. Mtu anafunga apatiwe wimbo hata moja na Mungu. Siku hii ya leo ni waimbaji wangapi utakuta wakifunga hivyo wapewe nyimbo na Mungu? Wamejinyenyekesha Mungu awatembelea wapatie nyimbo. Maana waimbaji ndio unaona hata katika makanisa, waimbaji ni watu wanafaa kuwa katika fasting nyingi sana na kujiopea na kunyenyekea, maana hao ndio huwa wanavuta Roho wa Bwana. Si sasa mmesikia vile tumeimba huo wimbo, hata Roho ninasikia ameshuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wimbo huo mwimbaji hata kama alikufa alikuwa amejazwa na nguvu za Mungu. Na maji hii anasema tusikunywe maji ya jiani yale yanakaa kwa barabara. Alikuwa anamaanisha nini? Wewe ujue zizi lako. Bwana apewe sifa. Maana kuna kisima moja ambacho kimetoka katika chipukizi na katika mzizi wa Daudi, na hicho ndicho kiko na maji masafi. Kisima hiki ndicho tumeletewa na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Zingine zote ni maunabii yale unafagia na huko kwa barabara, umetembea kutana na watu wamekwambia maneno, huku umetumwa kwa watu wale. Kama nabii wa Mungu hangesikiliza nabii mzee, angekufa. Ameokota maunabii ya barabara. Wapendwa, hata wakati Mungu anakutuma mahali, unafaa usikilize kile Mungu amekwambia, kikupeleke direct mpaka mahali unaenda. Wachana na maunabii mengine ya barabara. Bwana asifiwe. Yesu ametangulia kutuambia kuna dhiki hapa duniani. Ndio ujue dhiki hata zikikuja, sio ukunywe maji ya kila aina. Ati wewe unasemaga uko na wachungaji kama 5. Nikihitaji kutabiriwa naenda na huku, nikihitaji hivi naenda na huku, Sasa wewe hata kula utachanganyikiwa, hautajua. Bwana apewe sifa. Maana watu wa Mungu anatakiwa akunywe kisima kimoja. Bwana asifiwe. Ati hata ukichafuka unajua ni katika kisima kimoja mimi nimekuwa. Utaweza kujiangalia ni wapi na ni wapi. Lakini ukikunywa visima 5, visima 6, wewe ni memba wa Maliro, wewe ni memba wa kanisa lingine Kasarani, wewe ni memba wa kanisa lingine kule Bypass, wewe ni memba wa kanisa lingine Mombasa, wewe ni memba wa kanisa lingine Kisumu, utajua uliangukia wapi. Mwadhani ya gosho, membership zako zinasomwa. Hata ndio unaona hata watu unakuta mtu akikufa, wachungaji ni 5 wamekuja wanasema huyu ni mshirika wangu. Sasa utazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Tangaza msimamo, mpelekane na Bwana Yesu ili aweze kukujaza na uwezo wa kushinda ulimwengu. Bwana apewe sifa. Na watu wale wanapewa uwezo huu wa kushinda ulimwengu si watu wa kuzunguka zunguka, ati leo Sunday hii niko kanisa hili, kesho niko hili. Mtu huyo hatapata. Ni watu wale kama Mungu amekutuma mahali, unatulia pale day and night. Bwana apewe sifa. Paka Mungu anakuambia kile anataka, anakufanya utokelezee. Ukitokea utakuwa mtu ambaye ni very powerful na utafanya kile Mungu anakuambia. Bwana apewe sifa. So tumeona neno la Bwana linasema, mtumishi wa Bwana anasema, I am persuaded that neither death nor life, no angels, no principalities, no powers. Hata ukisikia watu wako na power, kuna power nyingi sana zinaachiliwa na zingine zimenunuliwa kutoka kuzimu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo sio kila power tutaenda kuinamishia vichwa vyetu hapo tuwekelewe mikono. Discern. Bwana apewe sifa. Sio kila mtu atakuja mbele zako akikwambia ile power Mungu ananitumiaga nayo. Tafadhali ni wakati wako wa kudiscern. Kanisa la Bwana tunafikishwa mahali na Bwana pa kudiscern kila roho. Biblia inasema tupime kila roho. Bwana apewe sifa. Hata maunabii yapimwe. Wakati huo ndio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio wakati wa kupima kila maunabii. Wacha kujiweka tu hivyo ati kila unabii ukikuja unaingia. Kila neno likiachiliwa linaingia. Na je, ukiingishiwa neno baya, si kisima chako kitaharibiwa? Kitawekwa maji machafu. Na hiyo maji machafu kuitoa ndani itakusumbua miaka na miaka. Kwa sababu ulikunywa bila kujua. Afadhali zile ulikunywa bila kujua, utubu mbele za Bwana. Na kutoka hapa ufunge milango ya kukunywa kila kisima. Bwana apewe sifa. Wacha kama hujui ni kisima gani unafaa kukunywa, ambia Bwana nichagulie.
Si Mungu ako na uwezo wa kuelekeza? Mimi niliwapatia testimony siku moja, nikawaambia Bwana alinielekeza. Mimi hata kazini nimeshawahi elekezwa na Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ukimwamini Mungu na umwambie Bwana nielekeze, ako na uwezo. Angikorwo Ngai ono akwire kinya kirio kuria ri, Mwathani agocwo. Ako na uwezo wa kukwambia utakula nini. Alipata mke wa Manoa, akamwambia mimi hata kama nyinyi hamkuwa mmepanga kupata mtoto, niende Ngai ndirenda mugie. Bwana apewe sifa. Mungu ako hata na uwezo wa kufanya wewe upate mtoto. Na utapata kwa sababu ulikuwa unapenda. Akitaka, because alikuwa anajua anataka mtu ambaye atakuwa Mnazarite. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka nabii, ako na uwezo wa kuingia kwako na akwambie, hata kama ulikuwa umepata watoto 10 na ukasema umefika mwisho, utapata kwa ajili yangu. Unayepata ni wangu, si wako. Bwana apewe sifa. So Mungu ako na uwezo wa kukupangia anything. Anaweza kukupangia fasting wakati ulikuwa umejibami vile utakula nyama, na sasa hiyo umesema kuchinjwe. Anakwambia nyama ndio hiyo, achia wengine wakule, wewe uingie kwa fasting. So ako na uwezo huu wote. Bwana apewe sifa. Kama ako na uwezo wa kutupangia mambo haya, je, ni vile tu atakuongoza katika njia yako hataweza? Ukishindwa na kujua, mwambie Bwana niongoze. Atakwambia kaa hivi, kaa hivi, kaa hivi, na ukikaa hivyo utatokea. Bwana apewe sifa. That's why anasema ya kwamba no powers, because watu wengi nao wamedanganywa na mapowers. Unasikia kuna habari inasema fulani kuna mtumishi mahali fulani yako na power nyingi, hadi anaponya watu. Unakimbia hata bila kujua hiyo power imetoka wapi. Mwathani agocwo. Yesu akasema hata mtakaposikia niko upande gani ama gani, msikimbie. Kaa hapo ulipo. Yeye akitaka kukuelekeza, si ako na uwezo wa kukuelekeza? Si Mungu anatujua jameni. Akitaka kunitembelea usiku aniambie kile anataka, si hata nitembelea. Sio lazima ni mrequest anitembelee. Yeye anaweza kutembea hata wakati siko aware. Alitembelea mke wa Manoa kama hakuwa aware. Mpaka mke anashangaa. Anaambia malaika simama tu hapo. Kile umeniambia nataka hata mume wangu asikilize. Si malaika alirudi, mume akakuja. Akasikia vile wameambiwa. Akarudi akakanywa. Kama Mungu ako na uwezo wa kukanya mtu, amwambie usikunywe kitu chochote ambacho kimechacha. Bwana apewe sifa. Usikule chochote ambacho ni kitu ambacho kimechacha. So alimuonyesha zile chakula atakula. Kuna watu ambao unakutana hata wakati Mungu anataka upate watoto, anakuambia mtoto huyu ukiwa na yeye hautakula hii, hautakula hii, hautakula hii, kwa sababu umejiunganisha na Mungu. Naye mtoto huyo muangalie, atakuwa mbegu ya Mungu. Bwana apewe sifa. So akasema hata powers, no things present, mambo yale unaona na macho isikutenganishe na upendo wa Kristo. Umeona mambo mengi sana inafanya useme mimi hata naweza achana na hiyo wokovu. Nimefinyiliwa sana. Mungu huyu kama anasaidiaga watu, kwa nini napitia hii shida? Praise be to God. Mambo yale unapitia saa hii, si Yesu alitangulia kutuambia ya kwamba pale duniani kuna dhiki. Hiyo dhiki ambayo inakukuta wakati uko present, sasa isikufanye utengane na upendo wa Kristo. Hata mambo yale yatakayokuja, hata kama kuna mambo imepangwa mbele yako ya kuje, pia hiyo isifanye utigizike. Bwana apewe sifa. 39 akasema hata yale yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Kristo. Ninaongelesha watu ambao wanaitwa watakuwa more than conquerors. Bwana Yesu asifiwe. Watakonga the world. Wataangamiza dunia na vituko zake. Watanyamazisha masauti ya giza. Bwana apewe sifa. Watu ambao watapatiwa upanga. Wakati Jehu alipatiwa mamlaka, aliambiwa uende ukaue Jezebel. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta yake aliwekwa purposely ya kudili na Jezebel. Na angekutana na mtu mwingine kwa barabara, anampatia tu story, anamwambia rudi nyuma yangu, ondoka. Anapenya. Kwa sababu gani? Aliwekwa anointing ambayo ilimfanya kama mwenda wazimu. Ametoka hapo bio, alifungua mlango akaacha wale wazee walikuwa na wao. Akakimbia mpaka saa zile alifika kwa Jezebel. Na Jezebel alikuwa ametisha watu wengi sana. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema angetumiwa watu wakamwangamiza. Alikuwa anajipodoa. Hiyo mapodozi ninasema. Anajipakanisha mavitu za red zinajaa kwa midomo. Anajipaka zingine zinatoa kara za green na za papu. Mjue hii kujipodoa hakujaanzia sasa. Kulikuwako nyakati zile za mwanzo. Anajipaka makara. Akitokea watu wale wakimuona, badala ya kumuua wanampenda. Bwana Yesu asifiwe. Badala wapo. Sasa hata wewe ukitokewa na mtu mrembo kama huyo, utamwangamiza. So watu wale wako na matamaa zao, walikuwa wanavutwa, wanafanya nini? Wanampenda. Wanasahau mission ya kumuua.
Mungu akaapa akiwa biguni, akasema huyu ametisha watu wengi sana, hata tisha tena. Nitaachilia anointing na nitaanointi mtu ambaye hata jua kushindwa ni nini. Wapendwa, raundi hii Mungu anaenda kuanointi watu ambao hawatatishwa na maroho yale yamekuwa yakitisha watu wa Mungu. Maroho yale yamenyamazisha watu wa Mungu. Raundi hii Mungu anainua kizazi ambacho hakitajua kutishwa ni nini. Yawezekana ni nyakati ambazo zinaonekana ndio ziko na watu waovu, lakini katika hizi nyakati bado kuna mbegu ya Mungu, na mbegu ya Mungu Mungu ataisimamisha. Bwana asifiwe. Na maroho yale yamekuwa yakijihami kuangamiza watu wote, sasa tunaenda kuyaweka chini kwa jina la Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maroho tutanyamazisha. Vaa silaha zako vizuri. Bwana akasema katika Ephesians chapter number 6, uvae silaha zote za vita, na ukisha maliza kuzivaa simama. Bwana asifiwe. Lazima tutangaze huu ni wakati wa kusimama sasa, maana silaha ambazo Bwana anatuvalisha, tutaangamiza kila roho ambayo imekuwa ikiangamiza watu wa Mungu. Haijalishi inanena nini, haijalishi inasema nini, ile kitu tumepatiwa ni uwezo wa kudiscern na kuelewa chochote kinazunguka katika ulimwengu wa roho. Masauti nyingi hata zile mnasikia zikizunguka, wapendwa, zinaenda kunyamaza hivi karibuni. Bwana apewe sifa. Wakati wake wa kunyamaza umefika mwisho. Praise be to God. Wakati wa kunyamaza umefika. Lazima hatutakaa tena. Bwana asifiwe. Elijah alifika mahali akatangaza, sitasimama tena kusikiliza Mungu wa mbinguni akinenewa maneno machungu. Akasema leo tutajua ni Mungu gani atakayetumikiwa. Haitaonekana kama ni manabii wa Bali ndio wameshinda. Haitaonekana kama ni manabii wa Bali wako na ukweli. Lazima tutaangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Tesema ni wakati wa kuangamiza. Na kile Mungu anataka kuangamiza, hakijalishi kinanena nini, hakijalishi kimetisha akina nani. Daudi alitokea akasema, roho hii mimi nitaiangamiza. Na mfalme, mpaka mfalme alikuwa anajificha. Bwana Yesu asifiwe. Alisimama akasema mimi maana yeye hakusikiliza huku nje, alisikiliza ndani yake na akasikiliza kile Mungu anasema. Akasema huyu Goliath nitaangamiza. Mpaka mfalme akamuita kado, akamwambia wewe ni kijana kadogo. Bwana apewe sifa. Huyu amekuwa vitani miaka mingi, amekuwa akiangamiza watu miaka mingi, ako na experience, wewe hauna, ndio unatokea. Sasa utamuwezaje? Wacha nikupatie maguo ambayo utaenda hata akikurushia mishale hata kuona. Daudi akamwambia hapana. Wakati alivaa akasikia ni mzito, akajaribu kukanyanga, akasema hapana, sema sitavaa kitu kingine chochote, nitaenda vile Bwana amenituma na nitatumia hiyo nguvu kidogo ambayo Bwana amenipatia. Daudi alitokelezea. Alienda Goliath, akaanza akamuona, akacheka. Ile unajua kuna kicheko cha dhihaka, ile kicheko mtu anakuchekelea, na wewe umekuja sasa, wewe umetoka wapi ka kijana ambako naweza kushika hivi? Haijalishi maroho ile iko na dhihaka ya aina gani, haijalishi inatudhihaki namna gani, lakini nataka kutangaza ya kwamba roho wa Mungu maana anashuka, anatujaza nguvu, na hii roho tutaiangamiza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alimwambia wakati alisikia dhihaka, maana Goliath lazima awe na dhihaka. Maroho yote maovu lazima yawe na dhihaka. Yalimdhihaki akayaambia, umekuja hapa kwa silaha na vitu zile uko nazo, lakini mimi hata silaha sina. Nimekuja kwa jina la Jehova Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo tutaangamiza kwa jina la Mungu wetu aliye juu sana. Praise be to God. Na huu si wakati wa kunyamazishwa kwa kanisa tena. Lazima tusimame tutangaze, kanisa halitanyamazishwa, kanisa halitaangamizwa. Watakatifu hawatatukananishwa na Mungu wao. Ngai witũ ndekorumwo rĩngĩ, Mwathani agocwo. Lazima tutangaze, wakati wa kuinuka kama kanisa umefika. Bwana apewe sifa. Kanisa linaenda kupokea ushindi na litaweza kushinda ulimwengu, maana mamlaka haya tumepatiwa. Bwana asifiwe. So lazima ujue kushinda ulimwengu na influences zake ambazo ni negative na temptations zake. Na Biblia inasema number 2, na nafikiria hiyo ndio tutamalizia nayo, maana masaa yetu yameisha. Tutakuja kuendelea hapo pengine katika jina la Yesu. Number 2, for you to overcome the world, you must know how to worship God. Mtu ambaye anatakiwa apatiwe mamlaka ya overcome the world, lazima ajue kumwabudu Bwana. Kwa hivyo, si tumeona pale Yesu ametuambia ya kwamba duniani kuna dhiki,
Nataka tusiondoe mawazo yetu hapo, tuwe connected hapo, maana hiyo ndio inatupatia power ya kupokea mambo haya mengine. Ametuambia duniani kuna dhiki. Ndio sababu nimewatayarisha. Ndio amani ya Bwana iwe ndani yenu na nyinyi muwe na amani hiyo iliyo ndani yangu. Kwa sababu gani? Ndio wewe uweze ku overcome the world, lazima ujue kumwabudu Bwana. Tuwekewe kitabu cha Job. Job chapter number 1 verses 13. Verses 13 to 20 ama 22 hapo. Na hiyo ndio nitasoma ya mwisho. Zingine nitakuja kuwaonyesha, maana tuko na number 3, number 4, number 5. Hizo tutakuja kuzisoma baadaye na tutaweza kubarikiwa. Job chapter number 1 verse 13 inasema ya kwamba ilitukia siku moja hao wanawe na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Verse 14. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepata nimepona mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuwaangamiza. Mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine akasema na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakaagukia ngamia, wakaenda nao. Naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari. Huyo alipokuwa akali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo imewaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona mimi tu kukuletea habari. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi. Vile vile Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Verse 22. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Bwana apewe sifa. Tunaona mambo yale yote yamepata Ayubu. Tukumbuke pale tuliambiwa hapa duniani mna dhiki. Mnakumbuka Ayubu ni ruhusa alikuwa ameombewa. Lakini unajua wakati mwingine mambo yale inafanyika kule ulimwengu ni wa roho. Sio yote huwa tunashika. Wewe haujui kama ile mateso unapitia ni ruhusa uliombewa. Yule ameombewa ruhusa na yule anapitia mateso ya kawaida, hakuna mtu anajua. Bwana asifiwe. So hata Job alikuwa vile vile. Hakuwa anajua ni ruhusa ameombewa. Ati kule mbinguni kumekuwa na conversation katikati ya Mungu na shetani. Bwana apewe sifa. Na conversation hii ilikuwa juu yake. Yeye hakuwa amejua hivyo. But kwa sababu alikuwa amefundishwa na moyo wake kuna mambo ulikuwa unaelewa ya rohoni, alipo kutwa na habari. Tunaona hizo habari zote. Biblia ya Kizungu inasema ya kwamba vizuri sana. Ati hata kabla hajaweza yeye kutambua ama kufungua kinywa chake anene anything, mtu mwingine alikuwa anaigia. Akakutwa. Nataka sasa uangalie maisha ya mtu kama huyu. Unafikiria ilikuwa shida ya aina gani? Si ni uchungu mwingi? Unaletewa habari. Kabla uende kutamuka kunena kitu, hata haupatiwi nafasi ya kutamuka, mwingine anasimama anakupea habari. Na habari hizi zote ni za uchungu. Habari hizi zote ni za kuumia. Habari hizi zote ni za kuvuja moyo. Akapatiwa mpaka ya mwisho akapatiwa habari ya watoto wake. Verse 19 inasema, hebu tuweke verse 19. Inasema ya kwamba verse 20, weka 20. Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. Bwana Yesu asifiwe. Ameletewa habari za kuvuja moyo. Lakini wakati yeye alipata nafasi ya kunena jambo, aliingia katika kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanapewa uwezo wa kukonga the world, lazima wajue jinsi ya kuabudu Bwana hata katikati ya dhoruba na mawimbi. Ameletewa habari zote za kuvuja moyo. Hakuna iliyokuwa mzuri. Hakuna iliyo encourage.
Si angekuwa na sababu nyingi sana za kulalamika mbele za Mungu. Lakini Biblia inasema verse 20, ati Ayubu akainuka, alilalua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini, akamsujudia Bwana. Akasema nini? Nalikuja hapa nili utupu. Hebu tuweke. Akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko. Kwa hivyo haja mention moja ya zile ameletewa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunaangukaga mitihani kwa sababu huwa tuna mention mashida ile imetupata. Unasikia kama kuna mahali Ayubu ametaja mbele za Bwana, sasa ulikuwa unanipatia hawa watoto halafu waue. Kuna kitu ametaja? Ametaja ngamia? Hakuna kitu ametaja. Yeye alipolalua mavazi yake akashuka kwanza akamwabudu Bwana. Akasema mimi alideal na yeye, hakudeal na hao hakudeal na chochote. Bwana asifiwe. Sisi wakati mwingine tunalalamikaga, Mungu sasa ulinipatia hawa watoto, angalia vile wanateseka. Bwana apewe sifa. But Job alielewa hii ambayo ninaongea kuhusu. Mtu ambaye amepatiwa mamlaka ya kukonga the world anajua kumwabudu Bwana. Haku mention anything, haku mention ngamia, hakuambia Mungu angalia sasa watu hao ninatangaza hata ninawafuatisha moto. Ni wangapi mnafuatishaga watu moto wakakufia na huko wameenda na vitu zenu wameiba? Toego ikiamwakie. Ukikuta watu wakiomba maombi ya kurusha moto, Baba ninaachilia moto iwateketeze, iwaangamize. Unaangamizaga akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Je, unakuwaga ukijua kama umetengenezewa hiyo jambo kutoka heaven? Na ndio sababu tunatakiwa tumwabudu. Jana niliwaambia, Bwana akasema kabla ya mambo yote nataka nini? Dua. Nataka dua. Kwa sababu gani? Dua, wakati tunatoa dua si ni kumwaga mioyo yetu mbele za Bwana, kulala kifudifudi, kumwambia Bwana huyu. Dua inakuwaga ni maombi ya kuhurumiwa na Mungu. Maombi ambayo wewe mwenyewe unaitisha huruma, rehema za Bwana. Unamwambia Bwana nikumbuke, Bwana nikumbuke, Bwana usiniachilie, Bwana kuwa pamoja na mimi. Unapoomba hiyo dua, atakwambia ni nini kimesababisha shida zile uko nazo. Bwana apewe sifa. But wengi hatujui kunena, kuomba maombi ya dua. Tunajua kunena. Kabla uombe umenena. Mimi nimekuja kwa mama fulani, hodi, nimekuja kukuambia nisaidie. Mzee wangu amenipiga, ameniingilia. Yani tumefanya maneno mingi. Wakati ungeenda umpatie Bwana dua ama utoe dua kwa Bwana, umwambie Bwana nihurumie, ni wewe uliona inafaa niwe katika doa. Bwana Yesu asifiwe. Unalilia Bwana, unamwambia akupatie ama akuhurumie. Jana niliwaambia yale mambo huwa inasababisha mambo mengi yatendeke. Unakuta wengine ni maraana, ndio sababu tulikuwa tunavuja laana hizo. Kuna msichana ameolewa na kwao watu hawaolea wagwi. Unafikiria atakutana na vita za aina gani? Kama hataelewa hii shida imetoka kwao, si atakuwa kila wakati anateswa na mzee? Anateswa yeye kila wakati, naye anaombea mzee akufe. Hakufagi mtu kama huyo, maana sio yako na shida, ni wewe. Bwana apewe sifa. Unafikiria nataka niwaambie, kama Mungu angesikiliza ile maombi yote inazunguka hapa angani, wengine wanasema akagaragare na gari hiyo athire neuno maguru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana omba mambo mingi, but yote ambayo unaomba kama itakuwa according to the word of God, hakuna kitu kinatimiaga. Hakuna kitu Mungu anashughulikia. Bwana apewe sifa. So anasema kabla ya mambo yote nataka dua. Dua ni ili iondolee watu wengi maneno. Mwaka huu kanisa la Bwana halitatembea na maneno. Kanithani walilie muno. Bwana apewe sifa. Watu wameongea mingi sana. Badala ya watu waende kwa dua walilie Mungu, ni kuongea wanaongea. Wametatua mambo mingi sana kwa maneno, na unajua maneno haisaidiagi. So naye mtumishi wa Bwana si angenena hapa nene mingi sana, because angeuliza Mungu, angeita wale watumishi wote kama mkutano. Wewe wonire atia, guthire atia, andu acio maumire naku, walitoka wapi ndio wakuje waibe ngamia zangu, wamepitia njia gani? Lakini Ayubu hakunena, aliingia katika kumwabudu Bwana. Mwaka huu Mungu anataka watu watakao ingia kumwabudu. Bwana asifiwe. Alitangulia kutuambia kuna dhiki duniani na sisi tumwabudu. So akasema mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake na libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tunaibaga jina la Bwana na libarikiwe milele. Praise be to God. Ukijua hii secret, yeye hajaongea na yoyote. Hajaongea na mtumishi yeyote mwenye amemletea habari, amesema jina la Bwana libarikiwe. Verse 22. Biblia inasema, tuweke verse 22. Inasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Unajua kumwazia Mungu kwa upumbavu ni kusema nini? Tunaanza kumtoa Mungu makosa.
Kwa nini ulifanya hivyo Mungu? Kwa nini sasa umeona ufanye uchukue watoto wangu? Kwa nini unafanya? Kwa nini umeona? Sasa mambo hayo yote Ayubu hakuyanena. Bwana Yesu asifiwe. So for you to overcome the world, lazima ujue kumwabudu Bwana. Na kumwabudu Bwana utamwabudu katikati ya dhoruba na mawimbi na dhiki na kila kitu. Tuangalie katika Psalms. Hiyo ingine tutakuja kuendelea. Tuangalie katika Psalms 138. Tuone vile naye Daudi anasema. Na ndio sababu naye Daudi alipatiwa uwezo wa kukonga the world. Mpaka Mungu akasema nimeona mtu aliye na moyo kama wangu. Psalms 138. Neno la Bwana linasema, I will praise thee with my whole heart before the gods. Small g. Hizo ni gods za small g. Hebu tuweke. I will praise you with my whole heart before the gods. I will sing praises to you. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi anasema. Ndio amekibishwa, saa hiyo ako katika vita nyingi sana. Lakini anasema nitamkuibia wewe na moyo wangu wote mbele ya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kumwabudu Bwana mbele ya miungu. Lazima tujue neno la Bwana, maana hatutakabidhiwa mamlaka ya kushinda ulimwengu tukiteta. Mwathani ya goshu anataka watu wanaelewa hii siri. Anasema Daudi haogopi. Anasema najua kuna miungu ya Bali inaabudiwa. Najua kuna miungu ya waganga na wachawi. Najua kuna watu wanainamia hata miungu ya michongo. Kuna watu wametengeneza miungu ya bao. Wote wanaileta mbele mahali ambapo itaabudiwa. Wengine wamechora masanamu wameziweka katika madhehebu yao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo yote najua. Lakini mimi nitamsifu Mungu wangu mbele ya hiyo miungu yote. Na hakuna miungu itanitisha. Bwana asifiwe. Lazima tuonyeshane jina la Mungu wetu liko na nguvu. Si unakaa kama uko na uoga, ati ni kama unaogopa wewe na Mungu wako mnashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uonyeshane aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu. Na lazima ataushinda ulimwengu. Na sisi tunaitwa washindi, maana tumebeba aliye ndani yetu na ni zaidi ya washindi. Bwana asifiwe. Nataka sasa uende mbele za Bwana, ujitangazie na ujitabirie. Kama unajua kuna mambo yalikukuta katika maisha ya dhiki na dhoruba, ukateta, ukapiga makelele, ukalalamika, mwambie Bwana ninatubu, ili niweze kubebana na hizi nguvu. Hizi nguvu zinaachiliwa kwa watu ambao watakuwa na uwezo huu. Mtumishi wa Bwana anasema, nalikuja hapa nikiwa uchi na nitarudi uchi, na jina la Bwana liweze kutukuzwa. Oh shakata, ni yeye alinipatia. Hiyo kitu inafanyaga ulalamike ni Mungu alikupatia. Hiyo kitu inafanyaga uteta ni Mungu alikupatia. Wewe hauna budi kumwambia Bwana ni asante, kwa sababu chochote akikiondoa ama akuachilie, yeye ako na uwezo wa kufanya vile. Mwambie Bwana, ndio tuingie katika maeneo ya kupatiwa power and authority, tukaweze kukonga the world, tukaweze kuangamiza dunia na mambo yake yote na fitina zake na vita zake na mashambulizi yake na mbinu zake na matukano yake. Tutaiangamiza, maana tutakuwa tumebebana na nguvu za Mungu aliyetuumba. Enenda mbele za Bwana. Shakata raboza reka baganda rimazaka. Ombea maisha yako sasa. Mwambie Bwana wakati umefika akakabidhi watu wake power ambayo itawasaidia kuangamiza ulimwengu, ambayo itawasaidia kunyamazisha ulimwengu na mbinu zake, mbinu za ujaja, mbinu ambazo zimejificha sana, mbinu ambazo ni za kufanya mawazo ya wengi ikamatwe, mbinu ambazo ni za kuharibu watoto wachanga wa kiroho. Reka bazekete, abia Bwana nimekuja, reka bazekete airabi, ili akaweze kutujaza na hii power. Itatusaidia mipango ambayo imepakiwa gizani ya kuharibu mawazo ya watoto wachanga wa kiroho, ili waweze kuwa diverted. Tutangaze watoto wa kiroho hawatauawa. Mungu alitumia wamama wawili waliitwa Shifra na Pua, wakaokoa watoto waliozaliwa. Reka bagandari mazaka. Bwana anaidua nguvu za kuokoa watoto wanaozaliwa mara ya pili ndani ya Kristo. Hawatagadamishwa, hawatawekwa katika mahali pa dhihaka, hawataondolewa. Sekretari maganda. Bwana anaachilia nguvu zake kwa watu ambao wataelewa hii, kwa watu ambao watasimama na kutabua zile nguvu.
Maana Bwana anaenda kuachilia nguvu kwa watu ambao watakoga the world, watakoga the world pamoja na uogo yake, pamoja na ujaja wake. Reka baganda rimazaka, mbinu ambazo zinazunguka ni za kuharibu mawazo ya watoto wachanga wanaozalika katika mambo ya kiroho, ili wasiweze kusimama, ili wasiweze kutokea, ili waweze kuwa recruited kwa shetani. Lazima tusimame na tutangaze. Inuka juu na miguu yako. Tunaenda kutangaza ya kwamba watoto wachanga wa kiroho hawatakuwa recruited kwa nguvu za giza, kwa nguvu za muovu. Sheketa ribaganda rimazaka, rakate rimaganda, reka baganda